Habarini za asubuhi ndugu waandishi wa habari na wajumbe wenzangu na viongozi wa place hii. Mimi ndugu yenu ni Abu Ayman, katibu mkuu wa Umoja wa Maimamu Tanzania. Kwa niaba ya wenzetu wote ambao wametutuma sisi kama wawakilishi, viongozi wa misikiti, waumini, kwanza tunaunga mkono taarifa zote za tume ya uchunguzi wa matukio ya tarehe 29. Lakini pia tunawaombea dua hawa wajumbe wa tume, kadhalika na kuungana naye Mheshimiwa Rais katika jambo kubwa adhimu kama hili. Sisi katika Umoja wa Maimamu na waumini kwa ujumla tumeliangalia kwa upana jambo hili, lina faida kubwa sana. Kwa hivyo ni waombe wa Tanzania wote bila kuangalia dini zao, tukubaliane na matokeo ya tume, tuendelee hatua ya pili kama vile ilivyotangazwa na itakavyotolewa na Mheshimiwa Rais. Kwa wale ambao wana maslahi yao binafsi, huu sio wakati wa kuonyesha maslahi yako binafsi. Huu ni wakati wa kuitanguliza Tanzania kwanza. Sisi tuna machungu mengi sana kuliko wao ambao wanalalamika. Miongoni mwa machungu hayo yanafahamika. Msikiti wangu ambao imamu yuko pale Kilwa ulipata matatizo, lakini sisi hatukuhamaki na wala hatukuleta matatizo yoyote. Tunaungana na maelekezo haya ya tume, tunaungana na Mheshimiwa Rais katika juhudi hizi, na tunawaomba Watanzania wote tuwe kitu kimoja. Kama walivyotangulia kusema watangulizi wenzangu, jahazi likibomoka sisi sote hatutakuwa salama, tutazama. Lakini pia ni waombe baadhi vile vile wa viongozi wa serikali wanaochochea mambo, hasa wanapokuwa katika majukwaa ya dini. Huu sio wakati wa kufanya hivyo. Kama wewe unafanya kampeni, subiri wakati wa kampeni. Sasa tuko active kuangalia jambo moja tu, namna gani tunaipokea tume, tunaipeleka kwa wananchi wetu, na kipi kinaendelea baada ya matokeo ya tume. Sio wakati wa kuanza kutupa neno hili, kutupa neno lile. Hii si sawa sawa. Tumewaona baadhi ya viongozi wao wakubwa wa serikali wakifanya hivyo. Waache mara moja. Mimi kama katibu mkuu Umoja wa Maimamu kijana, nasema mwenendo huo sio mwenendo mzuri. Na tumepewa salamu kule tulikotoka kwamba tuwaambie maimamu, tuwaambie walimu wa madrasa, tuwaambie waumini katika hutuba zote za Ijumaa, katika durusu zote, tuendelee kuelimishana kuhusiana na ili swala la tume, lakini pia tuendeleze na dua zetu katika mfumo ule ule, kuliombea taifa letu amani, kuombea viongozi wake. Sina maneno zaidi ya kuwaomba Watanzania wenzangu wote bila kujali dini zao, tuwe kitu kimoja. Wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraq. Jazakumullahu khaira. Asante sana Sheikh Ahmed Hassan. Baada ya huyu